Yes, habari Tanzania. Mimi naitwa Ateta Dylan. Ladies and gentlemen, wananiita captain. Na hii ni Mkombozi Digital inakupa habari kemkem ambazo zinajiri ulimwenguni. Leo Tanzania na East Africa na Afrika kwa ujumla wanasubiria mechi kubwa, mechi ambayo nusu finali kombe la shirikisho barani Afrika. Kama kaida, siku pekee yangu niko na mchambuzi bora kabisa wa michezo. Wekundu wa Msimbazi Simba leo wana bara zito. Kwako Watanzania watakufahamu unaitwa nani? Upo hapa kwenye studio za Mkombozi. Utuambie Simba wana jambo gani? Simba wana tukio kubwa, tukio ambalo naweza nikasema kwamba mashabiki, wanachama pamoja na uongozi mzima wa timu ya Simba wanausubiria kwa hamu itakapofika nisha siku ya Jumapili ya tarehe 20 ya mwezi huu wa 4 mwaka 2025 ambapo Simba anatua dimbani kukabiliana na timu ya kutoka kule nchini Afrika ya Kusini, Stellenbosch, ambapo ndio nusu finali yao ya kwanza ambayo itafanyika hapa nchini Tanzania, lakini kule katika visiwa vya Zanzibar. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba ni mchezo ambao ni mgumu kwa Simba, lakini pia kwa timu ya Stellenbosch, kwa sababu ukijaribu kuangalia hizi ni timu ambazo kihistoria hazijawahi kukutana. Kwa hiyo kuna zile formation ambazo kila mwalimu anakuwa nazo, lakini kijaribu kama kutakuwa na historia, labda tungeweza kujaribu kuangalia kihistoria labda hizi timu zilikuwaje, lakini kwa sababu hawajawahi kukutana, naweza nikasema ni moja kati ya mechi ambayo itakuwa ni ngumu, kwa sababu timu zote hizi mbili hawajuani vilivyo kuhusiana na haya mashindano. Kijaribu kumwangalia mtu kama timu kama Simba, yeye kidogo ana uzoefu wa mashindano haya, kwa sababu ni mzoefu wa kushiriki michuano ya vilabu bingwa barani Afrika, lakini pia mashindano haya shirikisho amekuwa akiingia mara kadhaa, lakini kwenye kombe la vilabu bingwa barani Afrika amekuwa akiingia mara kadhaa kwenye hatua ya robo finali, lakini amekuwa akiishia hapo. Lakini ukijaribu kumwangalia timu kama ya Stellenbosch, unaweza kusema ni moja kati ya timu ambayo ndio imeibuka sasa, kwa sababu ukijaribu kuangalia kihistoria hii timu ndio naweza nikasema kwamba kwa kushiriki michuano ya kimataifa, ukijaribu kuangalia kwenye historia, inaweza kaa ni mara yake ya kwanza na kufika kwenye hatua hii ya nusu finali. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa jinsi gani ambavyo kijaribu kupima mizani hapa, Simba anaweza kawa juu dhidi ya hii timu ya Stellenbosch kutoka kule nchini Afrika ya Kusini. Kwa hiyo kikubwa hapa ambacho mimi nakiona ni kwamba Simba aende na approach yake kama ambayo alienda nayo kwenye mchezo wa hatua ya robo finali, vile ambavyo alicheza kwenye uwanja wa ugenini na vile ambavyo alivyocheza katika uwanja wa nyumbani. Naamini kwamba ataweza kufanya vizuri kwenye hatua hii ya nusu finali. Anaweza akafanya vizuri kwenye hatua hii ya nusu finali. Simba wako Zanzibar. Tizi si masiala, kama ukiangalia kwenye akaunti zao za mitandao ya kijamii, unaona pale Shomari Kapombe jasho limemtoka. Ukimwangalia Mavambo, ukimwangalia viungo wakali kabisa wa Simba pale Fabrice Ngoma, inakupa taswira gani kwenye mchezo huu wa leo kwamba Simba amepania hii kumaliza biashara mapema? Simba anahitaji kuingia finali ya kombe hili la shirikisho, kwa sababu ukijaribu kuangalia kuwasikiliza tu viongozi wa timu ya Simba, mashabiki, semaji, unaweza kuona ni kwa jinsi gani ambavyo wana hiyo motisha ya kuingia kwenye hatua ya finali, kwa sababu wao wanasema kwamba hatuishi finali, tunaendelea. Kwa hiyo hii inaonyesha ni kwa jinsi gani ambavyo wanahitaji kuingia hatua ya finali kwenye michuano hii mikubwa kabisa barani Afrika. Kwa hiyo mimi naweza nikasema kwamba target ambazo wameziweka na kile ambacho wanataka kiwe kikubwa hapa ni juhudi za wachezaji na kuweza kufikiria na kuweza kujiona kwamba wana deni la kuweza kuwalipa, nikimaanisha kwamba wanachama, mashabiki pamoja na uongozi husika wa timu ya Simba Sports Club, lakini pia kwa Tanzania kwa ujumla, kwa sababu hii ni moja kati ya timu ambayo ndio imebaki kwa nchini Tanzania, ambayo inawakilisha Tanzania, lakini pia inawakilisha Afrika Mashariki, kwa sababu ukijaribu kuangalia Afrika Mashariki nzima hakuna timu hata moja ambayo
inawakilisha nchi yake kwenye mashindano haya makubwa ya Afrika. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba anawakilisha Tanzania, lakini pia anawakilisha ukanda wa Afrika Mashariki. Yes, Aish Salmanula ni moja kati ya golikipa ambaye ana historia kubwa kwenye klabu ya Simba pamoja na Taifa Stars. Tumeona kwenye picha kwenye matukio mbalimbali ya picha kwenye mitandao ya kijamii, kwenye kurasa wa Simba, tizi sio la kutosha. Naona ameandaliwa Ea Kamala alikuwa kidogo kwenye mechi pale dhidi ya mechi ya nyuma hapa kwenye uwanja KMC. Tumeona Kamala alikuwa amekula mkeka, ametulia, kavaa kibitozi kabisa, lakini Aish Salmanula yuko kwenye tizi zito. Unaona hii mechi Simba wanaweza kumtumia Manula? Sidhani, kwa sababu ukijaribu kuangalia kiuhalisia tu unaweza kuona ni kwa jinsi gani ambavyo Manula ni mchezaji mzuri, lakini ukijaribu kuangalia ni moja kati ya mchezaji ambaye naweza nikasema fitness ya uwanjani ana, kwa sababu ana michezo mingi ambayo ameshiriki. Tukijaribu kuangalia kwenye ligi kuu soka Tanzania bara, lakini pia michuano mingine ya CRDB na michuano mingine ambayo Simba anacheza. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba itakuwa ni ngumu kwa kocha Fadlu Davis kuweza kumpanga Manula, na hii ni robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Unaweza kuona ni kwa jinsi gani ambavyo bado Kamala ana nafasi kubwa ya kuchukua nafasi ya goalkeeper kwenye timu ya Simba.